wakafunga vyombo hapa, ikawa inapigwa Qur'ani hapa. Mara wamepita watu wa Yanga hapa wamepita na magari yao pum. Kasimama mmoja akasema, leo tunamtangaza Faisali Feitoto, Qur'ani inasomwa hivyo. Wakapita hivyo wakazunguka hao wakaenda zao. Jana Simba walikuwa na mambo yao lakini hawakupita. Leo Yanga wamepita hapa wakaja kutuambia wanamtangaza Feitoto. Haya, mimi nakuulizeni, si Feitoto wa nini? Anatuhusu nini Feitoto? Ongetuambia wanatutangazia Muhammad. Allahu Akbar. Feitoto wa nini? Eti nyewe wazee, si tuna shida na Feitoto wa nini? Sisi Feitoto wa nini? Anatusaidia nini Feitoto katika maisha ya kaburini? Feitoto atatusaidia nini? Feitoto atasimama siku ya kiyama, atamuombea dua nani? Wameona spika zinalia, wamepita hapa Yanga. Sasa nikwambieni, hapa apendwi Feitoto, hapa apendwi Chama, hapa apendi Zuzu, hapa anapendwa Allah na Mtume Muhammad. Mkome kutupitishia mambo ya kipuuzi hapa. Watu wanamaliza hela zao kwa ajili ya mipira, watoto wanalala njaa, wewe unakuja kutangazia Feitoto hapa. Nimewaambia vijana wangu, nikamwambia sikilizeni, hapa mtaenda kula 2,200 ugali, hizi sadaka tunaenda kununua mahindi. Haya hapa tumechukua mahindi haya hapa, tumeagizia haya, tumeletewa. Kesho naenda kuyasaga, tutawapelekea yatima. Na kila aliyetoa shilingi yake siku ya kiyama ataona alichokitoa. Semeni inshallah. Wewe unakuja kutuambia Feitoto hapa. Nini maana ya Feitoto? Sisi tuna habari ya Feitoto sisi. Hana adabu yule kijana yule. Wewe kafanye shughuli zako huko. Nataka nikuombeni. Sina maana nyinyi wazee wa Yanga na wa Simba msipende mpira. Sina maana hiyo. Pendeni mpira, lakini kwanza mbele ni Mtume Muhammad. Mbele ni Mtume Muhammad. Kuna mzee mmoja nimemwona leo kavaa jezi eti. Mzee, yani wakufa kesho, kavaa jezi. Eti na yeye yuko Yanga Day leo. Yani muda wowote Malakul Mauti anampitia, ana jezi. Yani yule mzee nilivyomuona, ilikuwa siku kama leo, yeye yuko msikitini anamsabihi Allah ili apate safari njema. Kavaa jezi na yuko kwenye Yanga Day. Si mtihani huu? Hakuna kitu mimi wallahi ninachokasirika Waislamu nikiona hela zinakwenda kwenye ibilisi, wakati kuna watoto, kuna wajane, kuna wazee. Kuna wazee wameharibikiwa na maisha. Wallahi nakwambia, hapa Kondoa hapa kuna wazee wameharibikiwa na maisha. Kuna wajane wako hapa. Leo mtu anapitisha mgari hapa anatuambia mambo ya Feitoto. Tena usirudie kabisa. Chikatangazie huko, kwa lazima uje utangaze hapa. Katika kitu ambacho mimi sikipendi katika maisha ya dunia ni mtu kujifanya anajua kuliko mwingine. Dunia tutaiacha, mipira tutaiacha, kila kitu tutakiacha. Kuna mtu alikuwa mbora kuliko Mtume Muhammad. Mtume Qur'ani imeteremka kwake. Mtume watu wanamsifia kwenye maulidi. Siku kazaliwa wanyama walisema. Sikiliza habari hizo. Mtume Allah kamsifia, kamsamehe madhambi yaliyopita na yatakayokuja. Mtume kasamehewa. Allah mwenyewe aliyoiomba dunia kamsifia mtume, akamwambia hakika yako mtume una tabia njema. Mtume kaondoka.
itakuwa wewe uliyevaa jezi ya Yanga. Wewe acha, wewe acha. Na nataka nikwambieni nyie hapa, kila siku nitakuchangisheni, kila siku. Leo yenyewe nitakuchangisheni, baadaye nahitaji chakula cha yatima. Ukiona wewe haufi, wanao watakaa salama, usitoe. Hiyo kilo moja hiyo. Na hii sadaka tunayochanga hapa, tutalipa sehemu ya kulala, nyingine tutapeleka, tutanunua vyakula tuwape yatima. Tunachokifanya, Allah atakapouliza siku ya Kiyama, tuwaambie Waislamu, Allah walikufanyia ya Rabbi kama ulivyoahidi, na ukatuahidi utatupa pepo. Leo ya Rabbi, kwa kuwa wewe hujaongopa, tunaomba utupe pepo yetu inshallah. Semeni inshallah. Habari za wanga, sijui wachawi, mwenyewe huyu hapa. Mimi msije na vijini vyenu hapa kasema shehe tuombee chichichi kwa sababu najua kilichonikuta. Wala wachawi nyie wachawi mkitaka kumloga yule pale yule, mimi nilikuwa Mombasa, sheka yasema wachawi, asubuhi akasema nataka nikutane mimi na wenye majini wote. Basi ulija kule Mombasa, acha. Maana katika vitu vinavyopenda kukaa baharini hakuna kama majini. Watoto wa kike wote wameathirika. Sheikh akawa anawasomea dua, mashallah. Kila anayesomewa akirudi, alhamdulillah, namshukuru Allah, nilikuwa si swali na haribikiwa, sasa hivi na swali. Sasa siku hiyo kawaita, Sheikh yuko bize ndani. Kaja dada mmoja kakimbia huko, alivyoniona tukaanguka kama hapa Machetani amepanda kichwani, yalivyokuwa na roho mbaya, majini yale. Nikaona sasa Sheikh yuko kule, yuko bize. Sasa na huyu dada mbona huyu anaumia? Sasa na mimi nataka nijifunze, nimsaidie. Kumbe hawa wakitaka kutoa majini huwa wanajiba. Sasa mimi nikaenda pale, na mimi nataka sasa hivi nimtoe. Mara yule dada na akapeleka mkono kasema, Hamad, jini anataka kuondoa jini anataka kumuondoa jini mwenzie, fanya mche. Toka siku hiyo mimi kisa niwe hivi amna. Kwa huyu ambieni ni namna gani mkaji. Wengi wa kike hawataki kuswali kwa sababu wanasumbuliwa na mashetani na vitu kama hivi. Ishakuwa fiti. Wewe utamwabudu Allah kweli au sio kweli? Kweli. Leo zamu yangu jamaa kabisa, nijotaka kusema waliotufanyia Yanga leo sio kitu kizuri, kwa sababu si tuko kwenye dini, hatuna haja na dunia sasa hivi. La mwisho nataka niombe wale walioleta mchele, mahindi, sasa hivi leteni kabla jua halijatoka, ili shekhe aendelee na dua. Naomba msimame mniletee. Una kilo yako moja, kilo mbili, sijui kilo tatu, we naomba simama, inshallah njoo unikabidhi hapa. Nitakusanya hivyo mpaka siku ya muadhara unapokaribia, alafu mimi mwenyewe nitabeba huu mzigo kuupeleka kule kwa mayatima. Semeni inshallah. Naomba